Tanga kwa kweli ni kijimji kidogo na pia kuna mambo ya Uswahili si kidogo, lakini habari zake kwa kweli ni kubwa, na mji ule ukavamia kwa papara pale, mengi atakukumba. Ukifika Tanga utatambuaje kama kweli huu ndo mkoa wa Tanga? Utaona wanawake wengi pale wamejifunika mabaibui na mejikanga, waume makanzu barakashia, mkononi tasbih wanakuhesabia, baskeli ndio tele mpaka za wakera wenye magari barabarani. Halafu hali ya sasa si kama ile zamani. Unaona sasa hapo ndo unaanza sasa kutoa ile nini watu Tanga wasema shonde. Unafahamu asili ya neno Wagosi wa Kaya? Kundi lililotamba miaka 2000 na ngoma kama Tanga kunani pale. Hey, Tanga kunani pale, mbona kila kitu pale kimekufa? Wagosi, daktari na manesi wagosi, taratibu jamani haya. Anafahamika na watu wengi kama Dr. John kutoka kundi la Wagosi wa Kaya, kundi ambalo lilipata umaarufu wake mnamo miaka 2000 mara baada ya kutoa nyimbo mbalimbali kama vile Tanga kunani, Wauguzi, Trafiki na nyimbo nyingi ambazo zilitamba sana wakati huo. Mimi naitwa John Simba kwa jina la uhalisia, jina la ubatizo, lakini almaarufu naitwa Dr. John kutoka kundi la Wagosi wa Kaya Tanga kunani. Nimezaliwa Tanga, naishi Tanga na bado nipo Tanga na naendelea kuishi Tanga, nipo Tanga kunani, na hapa pia ninavyoongelea naongelea kutoka Tanga kunani katika Millard Ayo TV. Watu wengi ambao si wenyeji wa Tanga huenda wakawa na maswali mengi na kutamani kufahamu maana ya jina la Wagosi wa Kaya. Jina la Wagosi wa Kaya tulilitunga mimi na mwenzangu mkoloni ambaye kwa jina la ubatizo anaitwa Frederick Maliki. Kwa jina la umaarufu anaitwa mkoloni. Kwa hiyo kwa pamoja na akikutana na Dr. John mimi tunaunda kundi la Wagosi wa Kaya. Tuko wawili tu. Kwa hiyo ili jina la Wagosi wa Kaya ni jina ambalo tumeliunda Wagosi wa Kaya. Wagosi maana yake ni wanaume. Kaya ni nyumbani. Kwa hiyo wanaume ni nyumbani. Kwa hiyo tukasema kwa sababu sisi ni watoto wa nyumbani na watoto wa Tanga, basi ngoja tufanye kitu. Albamu yenu ya kwanza ya Ukweli Mtupu ambayo ilitoka mwaka 2002, unaweza kutueleza namna gani ilivyobadilisha maisha yenu kwa kipindi kile? Albamu yetu ya kwanza ya Ukweli Mtupu, kwanza tulianza harakati ya kuirekodi kuanzia 2001 ambao mimi na mkoloni tulienda kurekodi Tanga kunani. Tumerekodi Tanga kunani. Albamu ile tumezindua 2002 mwezi wa pili, albamu yetu ya Tanga kunani katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Na sisi ndo waanzilishi wa label ya MJ Record. Yani ni studio ina mamlaka ya ku-manage wasanii katika kila jambo lao wanalolifanya kwa ajili ya kujitafutia riziki. Kwa hiyo sisi ndio kuanzilishi wa pale kwa Master J. Kwa hiyo tukapiga albamu ile na ilienda vizuri na tulipata pesa, watu wengi uongo, kwa sababu mara nyingi sana Master J namuona akihojiwa huwa anaongelea ukweli. Yeah. Nyimbo ya Tanga kunani ni moja kati ya nyimbo bora kwa wakati ule. Sababu gani iliwapelekea kuandika nyimbo ile? Uandishi wa nyimbo ya Tanga kunani ilitusukuma kutokana na maisha jinsi yalivyokuwa magumu, alafu tunaifahamu Tanga jinsi ilivyo. Kwa sababu katika utoto wetu sisi tunakuwa, mimi nazungumzia hapo mwaka 1981, nazungumzia kuja juu huko 82, 83, kwa sababu 1981 mimi nakumbuka niko mdogo na miaka mingapi hapo, na miaka 7 hivi. Ndege ambayo ina alama ya twiga, ya Bond ni ndege ya Tanzania. Ile ndege ilikuwa nakuja kwa siku, mimi ngoja kwambie, mimi hapa kiuzaliwa kabisa, kiuhalisia kwa hapa Tanga, yani kiuhalisia, hata kama na kama Kidila, mimi mtoto wa Chumbageni. Mimi nimezaliwa Chumbageni. Kiuhalisia kabisa yani. Hata kama na kama Kidila, lakini ndo makuzi yangu Chumbageni. Kwa hiyo ile ndege inapita siki na mara 6 mzee. Watu wanafanya kazi viwanda hapa vya chuma, watu wanafanya kazi saruji, watu wanafanya kazi wakurugenzi wanakuja, wanashusha, wanafanyaje nini? Yaani ni mji wa viwanda. Ndio. Yeah, ni mji wa viwanda. Kwa hiyo kwa sababu Tanga ni mji wa viwanda, tunaona kabisa kwamba kiwanda hiki kimekufa. Tunajua kabisa kwamba Tanga imeshuka. Tunajua kabisa kwamba Tanga sasa hivi ipo katika hali mbaya. Tunajua kabisa kwamba Tanga sasa hivi kiuchumi haiendi vizuri. Kwa kipindi hicho nazungumzia yani. Kwa hiyo sisi kufika mpaka 2001 mimi na mkoloni tukaona hapana, tuna jambo la kusema, lakini hatuwezi kumwambia mtu mmoja. Inabidi lazima tutafute kitu ili tuweze kufanya. Ni kuingia studio
na kufanya hii hotuba yetu ambayo tutakao tunaitoa kwa kupitia muziki, hao watatuelewa. Na ndio maana ilikuwa ni mambo mengi sana kuzungumzia Tanga, pale ilikuwa haijaisha, lakini tukasema haya machache watatuelewa. Na ndio maana kwa sababu huwezi kuimba nyimbo tu bila kuintroduce mkoa. Ndio maana ngasema pale Tanga kwa kweli ni kijimji kidogo, na pia kuna mambo ya Uswahili si kidogo, lakini habari zake kwa kweli ni kubwa, na mji ule ukavamia kwa papara pale, mengi atakukumba. Ukifika Tanga utatambuaje kama kweli huu ndo mkoa wa Tanga? Utaona wanawake wengi pale wamejifunika mabaibui na mijikanga, waume makanzu barakashia, mkononi tasbih wanakuhesabia, baskeli ndio tele mpaka za wakela wenye magari barabarani. Halafu hali ya sasa si kama ile zamani. Unaona sasa hapo ndo unaanza sasa kutoa ile nini watu Tanga wasema shonde. Ndo naanza kutoa yale kwangu ya moyoni. Pale nilikuwa na utambulisha mji. Ukifika Tanga utakuwaje, utaujuaje, kuna makanzu, kuna barakashia, ni vitu ambavyo mpaka leo vipo, ndo kama ni kacha ya pwani, ndo tunapoishi hivyo. Kwa hiyo Tanga Kunani ikawa tukayatoa yale tunayatoa, ikapokelewa vizuri Tanga Kunani, na tukaanza kufanya show, na tutafika huko mikoani, mikoa yote Tanzania kwa tunazunguka. Tanga Kunani ndio ngoma ambayo wanaisubiri. Tanga Kunani uuguzi, yaani imbeni, lakini mwisho siku wanataka Tanga Kunani, wanataka uuguzi. Connection ambazo tulizipata kupitia nyimbo Tanga Kunani, kwanza kujiona na watu wengi sana ambao ni watu ambao nyanja mbalimbali za kiserikali na maisha tu ya kawaida, na watu wengine ambao kwenye taasisi, na kujuana na muziki wengine wengi tu ambao ni connection nzuri, heshima, jina na pesa pia tulipata. Na kipindi kile show tunapiga ile imezidi sana, promoter kaja kalia sana. Yani katoa milioni 2.5, milioni 2. Ukibatika shows kubwa kubwa milioni 3 unalipwa. Lakini sasa ujue kipindi kile ukilipwa milioni 2, milioni ngapi, ni hela nyingi sana. Hela nyingi sana. Sababu 2002 Tanga Sahare, ukanda wa Tanga Beach, kiwanja shilingi 300,000. Sasa tusianze kuingia huko, mtaanza maswali afu mtaanza kunitumia makomenti, mtaanza kunishambulia mimi sitaki tulie bro. Maana yake sasa kwaje bro? Kumbe bro ulishika mpunga bro. Acheni omwe. Mambo yatakuwa ni mengi. Kama kutoka kabisa unajua bongo. Kwa wakati ule mlivyotoa nyimbo ya Tanga Kunani, viongozi wa mkoa hawakukasirika kutokana na yale mlioyaimba kwenye ile nyimbo? Kipindi kile alikuwepo Mkuchika, Mheshimiwa Mkuchika ndo alikuwa mkuu wa mkoa, na hata kwenye Tanga Kunani nafikiri tumemtaja mule yupo. Hawajakasirika kusema la kweli. Na hata kwa kipindi kile pia tulivyotoa albamu ile ya Tanga Kunani, na marehemu Ruge Mtahaba alikuja studio, nakumbuka akamwambia Master J kwamba Makamba anahitaji kuona wagosi wa kaya. Kwa tukatoka siku hiyo, nakumbuka ni jioni, mimi Mkoloni, Master J pamoja na marehemu Ruge Mtahaba tukaenda mpaka kwa Makamba, nyumbani kwake Mheshimiwa Makamba, January Makamba. Kwa hiyo kufika kwake anakoishi ndo akatupa habari hizo, akasema kwamba bwana Mheshimiwa marehemu Mkapa, Kenneth Mkapa, rais wetu, alipita awamu ya 3. Anasema akiingia kwenye gari yeye ndo muziki anaosikiliza albamu nzima. Anasema akifanya shughuli zake akirudi tu hiyo anamwambia hebu nyekea wale vijana. Na kwa sababu Mkapa kipindi kile, marehemu Mkapa, Mheshimiwa Mkapa alikuwa ana sera ya kusema wazi na ukweli. Sasa ile wazi na ukweli, na sisi tukapita na agenda hiyo kwamba wazi na ukweli. Kwa hiyo wakati tunaelezea yale mambo na sekta nyingi za kiserikali, kwa mfano katika albamu ya Ukweli Mtupu kulikuwa na uuguzi, kulikuwa na redundancy za majungu na nini na vitu gani, wakulima kwa tunaelezea humo. Albamu ya pili tukafanya tu ripoti kamili, kulikuwa na trafiki, kulikuwa na soko la bongo, kulikuwa na mahakamani, na nyimbo nyingine nyingi. Kwa hiyo tulitoa albamu karibu 3. Tulitoa albamu ya kwanza mwaka 2002 kwa Master J ya Ukweli Mtupu, ambapo tulichukua mkataba wa miaka 2. Alafu tutoa albamu ya pili inaitwa Ukweli Mtupu. Tumefanya kwa Master J hapo. Mkataba ulivyoisha
tukaenda kurekodi tena kwa Marem Complex. Kwa hiyo tukatoa albamu inaitwa Nyeti. Baada ya hapo ndo tukaanza kupotea sasa miaka 8. Tukirudi uta nyimbo moja tupotea miaka 4. Tukifanya yeye hivyo ndo kama maisha yetu ndo akaya kwa hivyo. Nini kiliwasukuma kuandika nyimbo ya Wauguzi, nyimbo ambayo inagusa maisha ya watu wengi hadi sasa? Kuna story moja mule ndani kwenye verse ya 3 mule ndani tulizungumzia kwamba mambo yalotokea hospitali ya Temeke kipindi mama mjamzito anataka kujifungua, wakatokea mambo ajabu ajabu mpaka mheshimiwa Makamba pia aliingilia ile issue. Na kuna vitu vingi ambazo changamoto ambazo tunaziona zile hospitalini kwa kipindi kile sisi tukienda. Tulikuwa tunaona changamoto ni kubwa sana. Kwa hiyo sasa sisi kutokana na ile Tanga Kunani ilivyokubalika, hapo tukaona njia yetu sisi ya kupita ni njia ya ujumbe. Tunapita wapi? Tunapita hospitali, tunapita wakulima, tunapita makazini, watu wanafukuzwa kazi na nini. Tunapita kwenye marazi, tunapita kwenye soka, tunapita barabarani trafiki, tunapita hivyo. Kwa hiyo tunapita sehemu nyingi, ni watu ambao tumejitengenezea brand ya kwamba hivyo sisi ni watu ambao tunapenda kutoa nyimbo sana za ujumbe sana, kwa sababu muziki ni upepo. Na kipindi kile unajua, kwa kipindi kile sisi tunafanya ile game, ukicheki wana muziki wengi wanakuwa wanafanya hip hop ni watu ambao wanaandika tu story za mapenzi ambazo zinasikitisha, watu ambao wanaandika nyimbo za kuhuzunisha, hata za kuzika, kuuliza kama ndazunda vitu gani. Ni watu ambao wanazungumzia maisha. Sugu ameanza kuhubiri maisha huko. Sugu ameanza kuhubiri maisha, yani Sugu ndo msanii mwanamuziki pekee mkongwe ambaye alikuwa anapita vijijini huko anafanya show, yani anaanza kuhubiria muziki, kwa sababu watu wanakwenda kusikiza maisha. Kwa hiyo maisha yamekwenda sasa hivi sio maisha tena. Sasa hivi watu wanataka bata. Okay. Afu bata lenyewe ile bata unalizungumzia, yani usizungumzie bata la kuficha ficha, yani zungumza bata weka pale mafano wazi wazi, yani ndio dai sio mchezo lakini. Tutamenyana humo. Tofauti kubwa ni ipi kwa muziki uliokuwa unafanya kwa miaka 2000 na muziki huu ambao unafanyika kipindi hiki? Tofauti yake kubwa ilikuwa ni kwamba kwanza ni kwenye kile kipato cha haraka. Kwa mfano muziki sisi ambao ulikuwa tunaufanya sisi, ukikubalika hata kwa single moja una uwezo wa kupiga show miaka 2. Single hii moja. Afu ndo ukajifikiria tena utoe nyimbo nyingine tena. Na tuko wachache. Na kwa kupata ile haraka, ina maana mbali na kupiga show, ukiunganisha na nyimbo nyingine tu hapo, ukimpelekea distributor ambaye alikuwa ni mtu mmoja tu, msambazaji pale Kariakoo, yani kukupa ile advance ya maisha fulani ya kuishi ukisela, ukatafuta chumba chako kidogo, ukaanza kujitegemea na vitu gani na nini, umeelewa? Ilikuwa ni rahisi sana. Lakini sasa hivi ni rahisi zaidi lakini ngumu. Yani sasa hivi muziki wa sasa hivi ni rahisi sana lakini ngumu. Yani ni rahisi, ni pesa ni kubwa mara 2 ya vile, lakini ili kuipata sio mchezo. Kwa sababu sasa hivi kuna platform media. Sasa hivi tena mambo ya kumpelekea tena mamu mtu mmoja tena yapo. Siku hizi madistributor wako wengi sana kwenye hizi platform media. Kwa sasa utaweka vitu vyote sawa, uko kote upo, lakini kutimiza vile vigezo na vile viwango vya kuanza kuchukua mraba hela inakuwa pagumu sana. Utaweka platform zako vizuri kabisa, YouTube upo, wapi kote upo, lakini kunahitaji kuinvest kwa pesa nyingi sana ili uweze kufikia hivyo viwango ambavyo vitakufanya vikuingizie pesa, ambao pesa ni ndefu sana kuliko pesa ile ambayo sisi kwa tunaipata. Lakini sisi tulikuwa tunapata kiurahisi, kwa sababu sisi unarekodi nyimbo moja ikubalika tu, moja tu. Unaambia chukua huyu, mchukue huyu bana, huyu hapa unganisha na huyu hapa, chap chap nini, kabla nyimbo hajashuka. Kwa hiyo ukifika kule kwa mdosi pale, unachukua lako haraka. Milioni 10, 20, 30 kabla tegemea. Na nyingine bado tulikuwa unaendelea kuitwa. Bado unachukua hela. Kwa hiyo nyela haraka yani. Lakini kwa sasa hivi hela imekuwa kubwa, lakini uipate kwa haraka. Inakuwa ni muziki. Inabidi ugangamae sana yani. Mkoa wa Tanga aliwatambua wasanii hao wa kundi la Wagosi wa Kaya na kutamani wafanye wimbo wa Tanga Kunani remix.
Lakini na ujumbe kwa wale wagosi wa kaya. Wagosi wa kaya, nawaombeni sana, na sisi tutawafadhili mtembee wilaya zetu zote, mwende mkaone Tanga kunani sasa, ili mtengeneze nyimbo sasa, wimbo part 2 ya ile Tanga ya wakati ule, Tanga kunani, na hii Tanga sasa hivi ambapo meli zinashusha, magari yanajaa kila mahali, barabara zima ni magari makubwa. Lakini mkaone pia ile Tanga ya sasa hivi ambapo Chongoleani huko bomba la mafuta linakamilika na tone la kwanza la mafuta linaanza kuingia mwezi wa Juni. Lakini mkaone pia Tanga ambayo hospitali zile zamani zile wale wa madaktari na waguzi, sasa hivi mkaone jinsi kila halmashauri kuna hospitali kubwa kama ya mkoa yenye vifaa vyote na huduma zote za kisasa kabisa. Kwa hivyo mimi nawaahidi safari yenu mimi nitagharamia, mzunguke muangalie kweli, alafu mje wenyewe bila mimi kuwaingilia, muandike tu kweli mnaona kunani sasa hivi Tanga. Mama Samia amefanya kazi kubwa sana. Sisi kwa kweli hatuna deni. Sasa tulikuwa tunapita pantoni pale, mtu ambaye anatoka huko bara kwenda kwenye pantoni mara kwa mara unaopata wasiwasi. Daraja sasa hivi limefika 75%, tunakamilisha daraja na barabara ile ya kutoka Tanga, Pangani, Sadani mpaka Bagamoyo. Lakini na uwanja wa ndege tunajenga hapo, shughuli zinaendelea. Tumeona viwanda, tulikuwa na kiwanda kimoja tu cha Tanga Cement. Sasa hivi tuna viwanda 3 vya cement na kiwanda cha 4 kinakuja. Kwa hivyo tuna mengi ya kusimulia dunia yanayohusu Tanga ambayo ni mazuri na yanafurahisha sana. Tumesikia kauli ya mkuu wa mkoa wa Tanga kuhusiana na nyie kama wasanii kutangaza mambo ya mkoa wa Tanga kwa sasa. Hii umeipokeaje? Mimi nimeipokea kwa furaha sana, na nimeipokea kwa furaha kwa sababu Mheshimiwa Balozi Batlida Burian, wakati mimi naimba jukwani alikuwa anatabasamu sana. Wakati anatabasamu mimi nikajua sasa kuna kitu kinazungumza kwake. Kumbe ndio huyo, kumbe hivi, kumbe yupo. Yaani baada wakati mimi naimba na wakati namwona yeye anatabasamu, naona kabisa kwamba kuna kitu kinazungumza kwake ndani, na kwamba huyu kumbe yupo bado. Yaani hivyo. Kwa kweli mimi nilifurahi sana. Ile kauli mimi nimeipokea kwa shangwe, kwa sababu bado Tanga yetu tunahitaji kuitangaza. Tunahitaji kuifanya kuwa nzuri sana. Mimi kila siku nikizunguka na gari huko mjini, huwa napenda sana kuzunguka na mke wangu, namwambiaga hivi unavyoona Tanga itakuja kuwa na raha sana huko mbele kwa tosia tupu. Yaani ni maisha kwa sasa hivi Tanga ambayo natakiwa iendelezwe ni yale yote ambayo sisi tuliyazungumza katika Tanga kunani, lakini yale yote tuliyozungumza katika Tanga kunani sasa hivi kiukweli mimi nazungumza kutoka moyoni kabisa, yani yale mambo hayapo. Vipo vitu vichache tu, lakini yale mambo hayapo. Kwa mfano mimi kipindi kile kwa Tanga kunani, wakati tunaimba ile nyimbo, mimi nakumbuka mule nilizungumza kwamba saruji ndio kiwanda pekee kilichobakia. Lakini sasa hivi sio saruji tena, kuna viwanda vingi. Na kipindi kile nikasema tena kwamba bandari meli haina hata uwezo kuchukua hata kontena moja. Sio kweli. Sasa hivi kuna kuja meli nyingi sana, tena meli kubwa sana. Ni meli ambazo zinashusha mizigo, zinashusha magari, na kuna watu wanakuja hapa kwa ajili ya kukomboa mizigo yao. Kwa hiyo kuna pesa Tanga hapa inazunguka, na bado kuna maeneo mengi sana makubwa ya watu kujenga, kuinvest viwanda pamoja na kujenga vyote vinavyotaka wewe kibiashara. Watu wasisite kuja Tanga kwa sababu Tanga ndio inazidi kufunguka. Sasa hivi kuna bomba la mafuta ambalo ndio linakwenda mpaka ni Uganda. Nilizungumzia kuna katani mule kwenye Tanga kunani. Hiyo katani yazungumza sasa hivi bodi ya katani tena imerudi. Wanashughulikia masuala ya kusimamia mashamba ya watu binafsi, kuelewa nao kibiashara na mashamba yao wenyewe. Kwa mkonge una thamani na mkonge unarudishwa kwa shangwe zote. Kwa hiyo kiviwanda Tanga sasa hivi inaendelea. Hata mwenyewe ukija sasa hivi Tanga
utaiona jinsi gani Tanga inavyoweza kubadilika. Kwa hiyo sasa kauli ya mkuu wa mkoa tunaifanyia kazi. Tutatekeleza yale yote ambayo Mheshimiwa Batlida anayataka. Na tutafanya kwa usahihi na kwa nguvu zote katika kuielezea Tanga na wilaya zake kwamba Tanga iko vipi. Yeah. Turudi kwenye swala lako la muziki. Sasa hivi bado unafanya muziki? Mimi bado nafanya muziki. Na ndio maana siku ile wakati mimi na perform pale nikamwambia watu bwana, ingia YouTube, andika Dr. John Jamaa Zako. Nimeachia ngoma mpya inaitwa Jamaa Zako. Sasa hivi nafikiri inakimbia wiki ya 3, wiki ngapi sasa hivi. Inasogea yani siku zinasogea. Lakini ndio ngoma mpya ambayo mimi nimeachia. Mimi kama mimi nimemshirikisha dogo moja anaitwa Rivox, nimefanya hapa Tanga. Tanga kuna studio. Tanga kuna studio. Mimi kwa haraka Tanga zipo studio kama 5 hivi au 4. Hakika yani. Ukiingia unafanya ngoma zako fresh na zinachomoka fresh zinakwenda mbeleni. Kwa mimi nimefanya Tanga na video pia nimefanya Tanga. Nimefanya Tanga. Na aliyefanya video pia ni jamaa yuko Tanga lakini anaishi Dar. Na yeye pia anahitaji pia kuonekana kwa kipaji chake na anachokifanya. Wito wako ni nini kwa wadau juu ya kusupport kile ambacho unakifanya, hasa muziki wako? Wito wangu mimi kwa wadau katika muziki ambao mimi naufanya, kwanza waendelee kutusapoti Wagosi wa Kaya, na tunarudi tena na Tanga Kunani remix ambayo Tanga Kunani sasa ni marekebisho yale mambo yote ambayo yanafanyika Tanga. Kwa hiyo tunaomba support yenu kubwa sana kwa wadau ili sisi tupate kusonga mbele na kujenga nchi yetu kiuchumi zaidi na kujenga Tanga yetu kiuchumi zaidi.